Ninakushukuru kwa maana ya kukurudishia wewe utukufu wote na sifa, kwamba umemvusha mwanaume huyu na mwanamke huyu, umemvusha mtoto, binti, kijana huyu, na wote tumepewa siku ya kwanza. Wote tulipewa mwaka wote wa 24 mwaka jana. Najua ziko tofauti nyingi zilizotokea kwa sababu ya yale ambayo kila mmoja aliamua katika maisha yake, lakini Baba umetupa tena nafasi sawa na tarehe sawa kwa mwaka huu wa 2025. Naomba kundi hili, naomba kanisa hili, Bwana Yesu watendee tofauti kwa kuwafanikisha kiroho, kimwili na kiuchumi katika jina la Yesu. Tunapotafakari neno lako Yesu, umba utii ndani yetu, umba utii ndani yetu, umba utii ndani yetu katika jina la Yesu, na kubariki na kutukuza wewe peke yako kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Leo ninafurahi sana, tulipokuwa tunatambulisha, kuna mtu mmoja hakutambulishwa hapa, anaitwa Atu. Hebu simama tu upunge mkono kwangu tu, simama basi upunge mkono kwangu. Amina. Tulikutana naye jana, akaniambia mchungaji, usihofu, naanza upya. Haleluya. Amen. Hebu mpe Yesu makofi. Ujue tu kwamba tunakupenda na tunafurahi kuwa na wewe, na kamwe yale ya mwaka jana yameisha pita. Amina. Amen. Tuna mwaka mpya na tuna upya kwenye ufahamu na mioyo yetu. Bwana na asifiwe. Amen. Sasa nataka tujifunze kwa dakika kidogo neno. Nina kichwa kinachosema kutii kuna nguvu kuliko ibada na sadaka bila utii kwa Mungu. Kutii kuna nguvu kuliko ibada na sadaka bila utii kwa Mungu. Kutii kuna nguvu kuliko ibada na sadaka bila utii kwa Mungu. Haya, ala tuposa. Naomba niambie nimesemaje kichwa cha somo? Kutii kuna nguvu kuliko ibada na sadaka bila utii kwa Mungu. Kutii kuna nguvu kuliko kumfanyia Mungu ibada na kutoa sadaka. Inaweza kuwa na utumishi wowote ule, lakini kama hivyo vyote unavyofanya vimekosa utii kwa Mungu, basi ni sawa na bure. Ni sawa na bure. Kutii kuna nguvu sana kuliko kujali ibada na sadaka bila utii kwa Mungu. Maana yake, kama ningekuwa naweka sawa kichwa hiki cha somo letu, ningesema kutii kuna nguvu, na hivyo ndivyo Mungu anavyotaka tuishi. Usiwe mtu wa ibada na labda unatoa sadaka na labda unatumika madhabahuni au popote, lakini huna utii. Mwambie mwenzako, utii ni bora. Utii ni bora. Sema tena, utii ni bora. Utii ni bora. Asifiwe Yesu. Amen. Utii ni wa muhimu sana. Hata kwangu mchungaji, yale maelekezo Mungu anayonipa, kutii kuna maana kuliko kuendelea tu na utumishi wakati nimemwacha Mungu, kuendelea tu na ibada wakati nimemwacha Mungu, kuendelea kumtukuza Mungu, kumsifu Mungu wakati nimemwacha Mungu. Kutii ni bora kuliko kujali yale unayofanya kwenye nyumba ya Mungu. Ni kweli utakuwa umefanya vizuri kama tutakuwa na upungufu wa kitu hiki umeleta, ni kweli utakuwa umefanya. Tunaweza kuwa na uhitaji wa kitu fulani na ukafanya, ni kweli utakuwa umetusaidia au utakuwa umefanya
wajibu wako kwa Bwana. Lakini ninachotaka kuongezea leo, lazima hicho unachofanya na iwe desturi yako kufanya juu ya ibada, juu ya sadaka na mambo kadha wa kadha, lakini ongeza au tangulia utii kwa neno la Mungu. Amina. Anza na utii kwa neno la Mungu, kisha fanya yale ambayo ni mahitaji au ni sauti unayosikia moyoni kufanya. Lakini kufanya bila utii ni bure mbele za Mungu, ni bure mbele za Mungu. Naomba sentensi hii fupi uiandike. Kwa Kiingereza ningesema doing right is better than doing good. Doing right is better than doing good. Anatukosa. Hebu sema vizuri wewe. Doing right is better than doing good. Haya, ulete sasa kwa Kiswahili. Nimekupa kazi leo. Doing right is better than doing good. Sasa kutenda kwa haki au kutenda haki ni bora zaidi kuliko kutenda mema bila kujali utii wa neno la Mungu. Andika hiyo sentence. Kutenda kwa haki au haki ni bora zaidi kuliko kutenda mema bila kujali utii wa neno la Mungu. Ukimaliza hiyo sentensi uniambie, mke wangu, hebu soma ulivyoandika. Kutenda haki ni bora zaidi kuliko kutenda mema bila kujali utii wa neno la Mungu. Sasa kama wengine hamwezi, nitakuwa namuuliza hatu tu. Kwa hiyo jitahidi ushike haya. Bwana asifiwe. Haya, aliyeandika sasa, hebu soma. Kutenda kwa haki ni bora zaidi kuliko kutenda mema bila kujali utii wa neno la Mungu. Yaani hujali neno la Mungu, hujali maelekezo yake, humjali Mungu, lakini unaangalia vile unavyofanya kwa wema. Unaangalia tu kufanya kwa wema bila kujali neno la Mungu, bila kujali mapenzi ya Mungu, bila kujali agizo la Mungu. Nataka leo uongeze kitu kwamba nitajali neno la Mungu, nitatii neno la Mungu na nitatumika kwenye nyumba ya Bwana. Hebu sema nitatii neno la Mungu, kisha nitatumika kwenye nyumba ya Mungu. Nitatii neno la Mungu, kisha nitatumika kwenye nyumba ya Mungu. Unaweza kutumika, lakini ninakuongezea kitu, uwe mtii sana kwa neno la Mungu. Moyo wenye toba na utii humpendeza Mungu zaidi kuliko mikono iliyojaa vitu. Moyo wenye toba na utii kwa Mungu humpendeza Mungu zaidi kuliko mikono iliyojaa vitu. Anatukosa tena hapo, utanisaidia hiyo. Shauri yako kama hauna notebook. Nimesemaje? Nani aliandika? Moyo uliojaa toba na utii kwa Mungu humpendeza Mungu zaidi kuliko mikono iliyojaa vitu. Haya, mwalimu. Moyo wenye toba na utii kwa Mungu humpendeza Mungu zaidi kuliko mikono iliyojaa vitu. Ndiyo, iliyojaa vitu. Unaweza kuwa na mikono iliyojaa vitu. Unaweza kuwa utayari katika kutumika kwenye nyumba ya Mungu kwa vitu mbalimbali, kwa namna mbalimbali. Unaweza kuwa uko tayari, lakini hiyo haitasaidia au haitakuwa na nguvu zaidi ya kuutoa moyo wako kwa utii kwa Mungu. Na ningeshauri
pamoja na vyote unavyotumika, kama ni kuimba kwaya, kama ni kufanya chochote unachofanya madhabahuni, tanguliza utii wa neno la Mungu, tanguliza utii kwa Mungu wetu. Haleluya, Amen. Samueli wa kwanza sura ya 15. Samueli wa kwanza sura ya 15, ule mstari wa 17. Samueli wa kwanza sura ya 15 mstari wa 17, neno la Mungu linasema hivi: basi Samueli akasema, ingawa ulikuwa mdogo machoni pako mwenyewe, je, hukufanywa kuwa kichwa cha kabila za Israeli? Naye Bwana akakutia mafuta uwe mfalme wa Israeli. Kisha Bwana akakutuma safarini, akasema, enenda ukawaangamize kabisa Waamaleki wenye dhambi, Waamaleki wenye dhambi, upigane nao hata watakapoangamia. Mbona basi hukutii sauti ya Bwana, bali ukazirukia nyara, ukafanya yaliyo maovu machoni pa Bwana? Sauli akamwambia Samueli, hakika mimi nimeitii sauti ya Bwana, nami nimemleta Agagi mfalme wa Amaleki, tena nimewaangamiza Waamaleki kabisa. Ila watu waliteka nyara kondoo na ng'ombe walio wazuri katika vitu vilivyowekwa wakfu, kusudi wavitoe dhabihu kwa Bwana Mungu wako huko Gilgal. Naye Samueli akasema, je, Bwana huzipenda sadaka za kuteketezwa na dhabihu sawasawa na kutii sauti ya Bwana? Je, Bwana huzipenda sadaka za kuteketezwa na dhabihu sawasawa na kuitii sauti ya Bwana? Angalia, kutii ni bora kuliko dhabihu. Angalia, kutii ni bora kuliko dhabihu, na kusikia kuliko mafuta ya beberu. Kwani kuasi ni kama dhambi ya uchawi, na ukaidi ni kama ukafiri na vinyago. Kwa kuwa umelikataa neno la Bwana, yeye naye amekukataa wewe usiwe mfalme. Ndipo Sauli akamwambia Samueli, nimefanya dhambi, maana nimeiharifu amri ya Bwana, pia maneno yako, kwa sababu naliogopa wale watu, nikaitii sauti yao. Bwana Yesu asifiwe. Naliogopa watu, nikatii sauti yao, nikamkosa Mungu. Hapa tunaona Samueli alikuwa na kazi ya kumwambia Sauli, kuna watu wanaitwa Waamaleki. Wakati wa safari ya kutoka Israeli kuenda Kanani, Waamaleki waliwazuia Waisraeli wasiendelee na safari yao. Waliwazuia Waisraeli wasiendelee na safari yao, na hilo likamuudhi Mungu. Waisraeli walipita kwa taabu, wakaweza kuvuka, lakini Mungu akaamua kulipa kisasi kwa Waamaleki wenye dhambi. Ndipo anamwambia Samueli, kamwambie Sauli aende apange vita, awaangamize Waamaleki wote, aangamize vitu vyao vyote, afute kumbukumbu lao lote. Sauli akapanga vita, akachukua wanajeshi 210,000 akawaandaa tayari kwa vita, akaenda nao. Kulikuwa na watu walikuwa wamejichanganya kwenye hilo taifa la Waamaleki, akaenda akawaondoa kwanza, akavizia, akaanza kuwapiga Waamaleki. Lakini Mungu amemwambia ateketeze vitu vyote. Agizo ni kwamba nenda, niko na wewe, utashinda, lakini haribu kila kitu. Ndivyo neno lilivyosema. Kwa nini walituzuia kwenye njia na safari ya kwenda Kanani? Walizuia Israeli wasifike Kanani. Mungu akaamua kulipa kisasi. Bwana asifiwe. Lakini Sauli alipoenda
akaangamiza vile vitu vinyonge, lakini vilivyonona akachukua. Haleluya! Akachukua vile vizuri, akachukua wanyama wazuri, akamchukua na mfalme aliyemteka. Wakati maelekezo ilikuwa kuangamiza vitu vyote, yeye akachukua vile vizuri. Kwa nini? Akajali kwamba nitaenda kumtolea Mungu sadaka. Maelekezo yalikuwa angamiza kila kitu. Yesu asifiwe. Angamiza kila kitu, lakini yeye akachukua vitu vingine kwa kisingizio kwamba atafanya nini? Atamtolea Mungu sadaka. Kwenye somo hili yako mambo mengi tunaweza kujifunza. Mtu anaweza akatazama maslahi, akakimbilia kwenye maslahi, akasahau sheria ya Mungu inayotaka afanye ibada. Haleluya! Sheria ya Mungu inayosema fanya ibada. Yanaweza kuwepo mambo mengi hapa ya kutazama, lakini pia tunaweza kutazama katika njia yako ya maisha kwa mwaka 2024. Yako mambo mangapi adui alikuzuia akitamani usivuke, lakini neema ya Mungu imekupa kuvuka. Leo tutakuwa na neno la kuyaangamiza yaliyotuzuia mwaka 2024. Haleluya! Ili yasiwe kikwazo kwenye njia yetu, yasiwe kikwazo mwaka 2025. Kwa jina la Yesu Kristo, Mungu akupe kuangamiza yote yaliyokuzuia, yaliyokuwa kikwazo, yaliyotaka kuzuia safari yako, maisha yako, njia yako, uchumi wako na chochote. Haleluya, watu wa Mungu. Mwana kondoo ameshinda. Sasa tunaona wakati tu amechukua wanyama vile vilivyonona akaondoka navyo, na shida yake ilikuwa hii. Alijua kwamba akimteka mfalme na akachukua vile vitu vilivyonona, atasifiwa. Atafanya nini? Atasifiwa na raia wake kwamba ameshinda vita, ameteka nyara. Akaanza kuheshimu heshima ya watu, akadharau kumheshimu. Akajali heshima ya watu, akajali macho ya watu, akadharau kumheshimu Mungu. Akamtokea tena Samueli, akasema najuta kumfanya Samueli awe mfalme, maana maagizo niliyompa hajafanya. Anamwambia angalia, sasa anatokea huko, amembeba mfalme ambaye nilisema angamize, amebeba wanyama, akaeleza njia anayotokea. Samuel akaugua kweli moyoni. Wakati anaenda kukutana naye, anamwambia umefanya nini? Anasema nimeishafanya maagizo ya Bwana. Samuel anasema na hizi kelele za wanyama, wewe uliagizwa nini na Mungu? Akasema nimefanya vizuri, nikaona nimteke huyu, nikaona nichukue hivi ili nikatoe sadaka. Maagizo ni nini? Bwana asifiwe. Maagizo ni nini? Ni kuangamiza vitu vyote. Kwa nini ulichukua vitu? Ukadhani Mungu ataheshimu sadaka kuliko kudharau neno lake. Ukadhani Mungu ataheshimu utumishi wako ndani ya kanisa kuliko kudharau neno la Mungu. Heshimu kwanza neno lake na mapenzi yake, kisha umtumikie, naye atakutukuza. Amina. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Katika Ukristo, kutii mapenzi ya Mungu ambalo ni neno lake ni bora kuliko kujali sadaka, ibada na utumishi kwenye nyumba ya Mungu. Katika Ukristo, kutii mapenzi ya Mungu, kwenye mabano weka neno lake, ni bora kuliko kujali tu sadaka, ibada na utumishi kwenye nyumba ya Mungu. Hivi kwa mfano, ungekuwa mwanafunzi mzuri
Yaani darasani unafanya vizuri, lakini unadharau sheria za shule, inakuwaje? Watakutimua tu. Bwana Yesu asifiwe. Ni kweli unafanya vizuri darasani, lakini hujali sheria za shule, hujali sheria za shule. Ni kweli unaweza kuwa unafanya kazi nzuri sana kanisani, lakini heshimu kwanza neno la Mungu. Amina, amina. Tunaona Biblia inasema, kwani uasi ni kama dhambi ya uchawi na ukaidi ni kama ukafiri na vinyago. Kwa kuwa umelikataa neno la Bwana, yeye naye amekukataa wewe usiwe mfalme. Roho ya uasi ndiyo iliyofanya Sauli asiweze kutii sheria ya Mungu. Hebu sema nakataa. Ndani ya moyo wangu, ndani ya ufahamu wangu, ndani ya mwili wangu, roho ya uasi, roho ya uasi aondoka kwangu. Achia maisha yangu, achia maisha yangu kwa jina la Yesu. Kilichofanya Sauli aasi neno la Mungu hakikuwa kingine, ni roho ya uasi iliyokuwa ndani yake. Roho ya uasi haikumfanya atimize neno la Mungu. Roho ya uasi. Sasa Biblia inasema roho ya uasi mbele za Mungu. Roho ya uasi ndiyo iliyofanya Sauli akatae kutii mapenzi yote ya Mungu. Roho ya uasi mbele za Mungu hufananishwa na mtu anayetegemea ramli. Roho ya uasi hufananishwa na mtu anayetegemea nini? Ramli. Ramli ni nini? Ni watu wale wanaoenda kupiga bao, kutaka kujua mambo ya mbele au yaliyotokea. Kwa hiyo wanaenda kufanya ramli. Mtu mwenye roho ya uasi anafananishwa na mtu mwenye tabia ya ramli. Anafananishwa na mtu mwenye tabia ya ramli ambayo ni uchawi. Roho ya uasi. Roho ya uasi mtu akiwa nayo ni ngumu sana kuweza kufaulu kumcha Mungu, kwa sababu kila anapojitahidi ile roho ya uasi inatangulia. Roho ya uasi inakuwa mbele yake, anajikuta kila mara anafanya makosa, kila mara anafanya makosa, kwa sababu kuna roho ya uasi ndani yake. Hebu sema nakemea, nakemea, najifungua, najitenganisha na roho ya uasi. Roho ya uasi haikupi kutimiza sheria yote ya Mungu. Unaweza ukafanya kwa sehemu. Haleluya. Roho ya uasi haikupi kutimiza sheria yote ya Mungu. Ndio ile unakuta umeabudu siku 2, umeacha. Umefanya mapenzi ya Mungu mara moja, baada ya hapo umeacha. Umemtukuza hata Mungu hapa mara moja, mara 2, baada ya hapo umeacha. Kwa nini? Roho ya uasi. Jamani, mnanielewa? Roho ya uasi haikupi kutimiza sheria yote ya Mungu. Utajikuta umefanya kwa muda, baada ya hapo umeacha. Baada ya hapo huwezi kuendelea tena, kwa sababu ya roho ya uasi. Ni kama mtu ambaye ndani yake kuna roho ya umaskini. Hata kama yakatokea mambo mazuri. Kuna bwana mmoja alikuwa ananiambia shuhuda fulani. Huyo bwana alienda kwenye migodi, akapata dhahabu kubwa, akapata
milioni 17 ambazo alikuwa hajawaishi. Alipopata milioni 17 akaanza sasa kupiga pamba za kila aina na kuenda kila mahali. Akatembea, nyumbani haonekani, ni kuzunguka leo kule leo kule, mara amepanga safari ya Mwanza wakati hakuna chochote anafanya. Maana yake hiyo hela ni mpaka iishe ili umaskini uendelee. Akaenda, amesafiri kule, ameenda kule, ameenda kule, ameenda kule, zilipobaki kama 200,000 ndio akarudi nyumbani. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo familia wana uhitaji kweli kweli. Hiyo milioni 17 ilikuwa kama mabilioni kwenye hiyo familia. Ndugu wanakuja kumwangalia mtu, maana wamepata habari alipata milioni 17, wakajua tumetoka. Sasa anarudi baada ya miezi mitatu, ana 200,000. Hadi nguo alizonunua ameshaanza kuziuza. Baada ya kurudi kwamba ana hiyo 200,000, akashangilia siku 2-3. Baada ya hapo amerudi pale pale na hali ile ile. Shida ni nini? Roho ya umasikini. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Ufahamu wake haukuwa umezoeshwa au kukubaliana na mambo mapya. Mungu wetu asifiwe sana. Mungu wetu asifiwe sana. Amen. Nilikuwa na ndugu yangu mmoja wakati wa ujana. Kulikuwa na tabia, baba yetu alikuwa na vimali kidogo. Kwa baada ya kufariki vikawa vikiuzwa, ikigawanywa tu anafunga safari. Atazunguka, akirudi atasingizia ameibiwa au lakini amekula. Sasa ukiangalia maisha yake ya leo, unaweza mhurumia. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Roho ya uasi haikupi kutimiza sheria yote ya Mungu. Utafanya kidogo, lakini baada ya hapo unapotea, baada ya hapo unaharibikiwa, baada ya hapo unaacha, baada ya hapo huendelei. Roho ya uasi haikupi. Roho ya uasi unaweza leo ukasema sitatenda dhambi, sifanyi kitu hiki, lakini roho ya uasi kiwa juu yako, unakuta baada ya muda umevuruga mahali, baada ya muda umeharibu mahali. Ni kweli umejiwekea nia kwamba sitatenda hili, piga roho ya uasi. Hebu simama, sema nakataa roho ya uasi kwa maisha yangu na watoto wangu. Naomba uombe dakika moja. Kataa roho ya uasi. Maana haitakupa kumcha Mungu consistency. Haitakupa kumcha Mungu siku zote. Ni ile unamwabudu leo, kesho umeanguka. Unamwabudu leo, kesho umeacha. Unafanya hiki leo, kesho huwezi kuendelea kwa sababu ya roho ya uasi. Baba, katika jina la Yesu, nakataa roho ya uasi juu yangu kama mtumishi wa Mungu. Nakataa roho ya uasi kwa watu hawa kwenye kanisa hili. Roho isiyowapa kumcha Mungu kwa mwendelezo. Roho isiyowapa kumcha Mungu kwa mwendelezo. Nakataa hiyo ya kuanguka na kuamka, kuanguka na kuamka, na ikataa na izika mwaka 2024. Mungu tupe roho ya kumcha Bwana katika jina la Yesu. Roho ya uasi achia watu hawa. Roho ya uasi achia kanisa. Roho ya uasi achia Moravian. Achia Moravian. Achia Moravian. Roho ya uasi kwa jina la Yesu. Amen. Ninataka uendelee kuomba. Unaona kwa nini watu hawawezi kuendelea katika imani? Ni roho ya uasi. Haikupi kuendelea na imani. Haikupi kuendelea na mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Halafu kulikuwa na roho nyingine inaitwa roho ya ukaidi au kiburi. Hivi vyote vilimzuia Sauli asiweze kutimiza neno la Mungu. Roho ya ukaidi au kiburi.
Roho ya kiburi mbele za Mungu ni sawa na kuabudu sanamu. Andika, roho ya kiburi au ukaidi mbele za Mungu ni sawa na kuabudu sanamu. Roho ya kiburi au ukaidi mbele za Mungu ni sawa na mtu anayeabudu sanamu. Okay, nimefundisha mara nyingi kuabudu sanamu maana yake nini? Kuabudu sanamu ni kitu chochote au mtu uliyempa heshima kwa mfano sawa na unavyompa heshima Mungu. Haleluya. Kitu chochote unachokipa heshima kwa mfano sawa na kumpa heshima Mungu, hapo tayari umeanza kuabudu sanamu. Hapo tayari umeanza kuabudu sanamu. Kitu chochote unachokipa heshima sawa na unavyompa Mungu, umeanza kuabudu sanamu. Umeanza kuabudu sanamu. Kitu chochote unachokipa heshima kwa mfano sawa na unavyomfanyia Mungu, hiyo ni sanamu. Kiburi ni ukaidi, ni kujiona bora kuliko wengine, ni kujiona uhitaji msaada wa mtu yeyote. Natamani uandike haya. Kiburi ni ukaidi, ni kujiona bora kuliko wengine, ni kujiona huhitaji msaada wa mtu yoyote, ni kumdharau Mungu na uweza wake. Kiburi ni kujiona bora kuliko wengine. Hebu sema, naua roho ya kiburi, naua roho ya kiburi na ukaidi ndani yangu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kiburi ni roho ya ukaidi, ni kujiona bora kuliko wengine, ni kujiona huhitaji msaada wa mtu yeyote. Unajiona huhitaji msaada wa mtu yeyote, ni kumdharau Mungu na uweza wake. Mtu yuko tayari kumdharau Mungu, mtu yuko tayari kudharau wengine kwa sababu anadhani anaweza. Hiyo ndio roho ya kiburi ilivyo. Unajiona unaweza, unaona una utoshelevu, unaona. Huo ndio ukaidi unapoanza. Lakini mtu anayeona na muhitaji huyu, tunahitajiana. Biblia inasema chuma hunoa chuma, chuma hunoa chuma. Hilo neno lina maana tunahitajiana, tunahitajiana. Hata kama leo mtu huyo hafai, anaweza kukufaa kesho. Haleluya, haleluya. Anaweza kweli kuwa hafai leo, huenda atafaa kesho, huenda atakufaa kesho kutwa. Ukampe heshima. Mungu aondoe roho ya kiburi na ukaidi, maana ni vile vilivyomkosesha Sauli asiendelee kuwa mfalme. Roho ya uasi na roho ya ukaidi. Akakaidi neno la Mungu, Mungu akamkataa. Na mimi naomba Mungu asikukatae. Ukiacha ukaidi na kiburi, Mungu atakukubali na atakufanya kuwa mtoto wake. Bwana Yesu asifiwe. Sauli aliacha maagizo ya Bwana kwa kutaka kujionyesha kwa watu kuwa anaweza bila msaada wa Mungu. Mungu ndiye amemsaidia kufika alipo. Nataka kukwambia, vyovyote ulivyo, Mungu amekusaidia kufika hapo ulipo. Mungu ndiye aliyekuwekea kibali. Mungu ndiye aliyekuwekea wepesi kufika mahali ulipo. Mheshimu Mungu. Tambua uwepo wake kwenye maisha yako. Sauli aliacha maagizo ya Bwana kwa kutaka kujionyesha kwa watu kuwa anaweza bila msaada wa Mungu. Agizo lilikuwa kuangamiza kila kitu kwa Waamaleki, kwa kuwa walimzuia kuingia Kanaani wakati wa kusafiri kutoka Misri. Wakati wa kusafiri kutoka Misri, hawa Waamaleki waliwazuia na Mungu akachukizwa nao.
agizo kwako leo ni kwamba kila aliyezuia mafanikio yako, familia yako, ibada yako katika mwaka 2024 akuachie leo tarehe 1 mwezi wa kwanza 2025, ili uweze kumwabudu Mungu, kuwa na familia, kuwa na uchumi na kumtumikia Mungu kwa roho yako yote. Tutaenda kuomba sasa kwamba chochote kilichonizuia mwaka 2024 kwenye familia, kwenye ibada, kwenye uchumi, kwenye chochote kile, natangaza tarehe 1 ya mwezi wa kwanza kuvuka, kama vile Mungu alivyowaondoa Waamaleki waliokuwa kizuizi kwa Waisraeli. Kizuizi chochote kilichokuwa mbele yako kwa mwaka 2024 kiondoe mbele yako, kiondoe mwaka huu, kisiwepo tena. Ukawe mtii na mnyenyekevu, ili Mungu akakubariki. Haleluya! Mwana kondoo ameshinda. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Naomba tusimame, niishie hapo, ishie hapo. Hebu sema Bwana Yesu, kama ilivyokuwa kwa Waamaleki, kama ilivyokuwa kwa Waamaleki waliokuwa wanawazuia Israeli katika safari yao ya kutoka Misri, kutoka kwenye magumu, kutoka kwenye mateso, waingie kwenye raha yao. Yapo mambo katika mwaka 2024 yalizuia raha yangu, yalizuia furaha yangu, yalizuia ndoa yangu, yalizuia watoto wangu, yalizuia uchumi wangu. Na kuja mbele zako kwa jina la Bwana, kwa jina la Bwana, kama ilivyokuwa kwa Waamaleki, kwa Waamaleki. Yesu Kristo, ninasimama kwa roho ya ujasiri na upanga wa neno la Bwana, nakata kila kizuizi, nakata kila kizuizi, kila uadui, chochote kilichozuia uchumi wangu, biashara, chochote kilichozuia kazi yangu, chochote kilichozuia maisha yangu mbele za uso wako, nakata, 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 nakata kila kilichozuia ibada yangu kwa Mungu wangu, nakata kwa neno la Bwana. Nachoma moto kwa Roho Mtakatifu katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, katika damu ya Yesu. Kila uchawi ulionizuia, kila uadui ulionizuia, kila vizuizi vilivyonizuia njiani mwaka 2024, kila kufeli kulikotokea mwaka 2024, kila kinachotoesha furaha kwenye maisha yangu kwa mwaka 2024, na kiamuru sasa, toweka mbele yangu, toweka mbele yangu, toka mbele yangu. Kila uchawi, kila uganga, kila vizuizi, toka mbele yangu, toka mbele yangu. Kila kilichozuia baraka zangu, mafanikio yangu, furaha yangu, kwa jina la Yesu, toka mbele yangu, toka kwa jina la Yesu, toka kwa damu ya Yesu. Moto wa Roho Mtakatifu uchome kila kazi, uchome kila kizuizi kwenye njia yangu kwa jina la Yesu. Natangaza mema, natangaza ushindi, natangaza baraka, natangaza mwaka wa kuinuliwa, natangaza mwaka wa kuinuliwa kiroho, kiuchumi, natangaza mwaka uliojaa furaha, natangaza mwaka uliojaa umoja, uliojaa mashirikiano katika jina la Yesu. Kama wana wa Mungu, kila kizuizi, hebu haribu hizo kazi za Waamaleki. Haribu kazi za Waamaleki za kuzuia watoto wa Mungu. Haribu kazi za Waamaleki za kuzuia watoto wako wasiendelee na shule kwa jina la Yesu. Haribu kazi za Waamaleki za kuzuia watoto wako wasifanikiwe, watoto wako wasifanikiwe, biashara yako, ndoa yako isifanikiwe, kazi yako isiinuliwe, biashara yako isiinuliwe. Hizo kazi za Waamaleki
hamisha hizo kazi za Waamaleki, hamisha kwa jina la Bwana, hamisha, haribu kazi za Waamaleki kwa jina la Yesu, nazuia elimu ya watoto wetu, hamisha kwa jina la Yesu, hamisha kwa damu ya Yesu, hamisha haribu hizo kazi hizo za Waamaleki waliozuia wana wa Mungu wasiendelee na safari yao, hamisha kwa jina la Yesu, hamisha kwa damu ya Yesu, hamisha kwa damu ya Yesu, hama mbele ya watu hawa, hama mbele yao na kuharibu adui shetani, hivyo vizuizi vilivyowekwa mbele yao, na haribu vizuizi vyote, na viangamiza vizuizi vyote, na viteketeza vizuizi vyote, na viteketeza kwa jina la Bwana. Kila tabia ya ukaidi, kila tabia ya kiburi, kila tabia ya uasi, haribu kwa jina la Yesu, haribu kwa damu ya Yesu, haribu kwa jina la Yesu, haribika mbele ya watu hawa, kwenye ndoa zao, kwa watoto wao, kila kinachomzuia asimche Mungu, haribika kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Omba. Huu ni mwanzo wa mwaka. Omba unayotamani. Wewe sema tu, na haribu kila kazi za adui mbele yangu, na haribu kila kusudi la giza, kila kinachonizuia kumcha Mungu, kinachonizuia maendeleo, kinachozuia mafanikio, kinachozuia ndoa yako, kinachozuia watoto wako, kinachozuia biashara yako, kinachozuia kazi yako, hama kwa jina la Yesu. Toka kwa watu hawa, toka hizo vizuizi, toka hiyo uganga, toka hiyo kiburi, toka hiyo roho ya uasi, toka kwenye kanisa hili, nimekukataa kwenye kanisa hili, nimekukataa roho ya uasi, toka kwa Yesu, toka kwa damu ya Yesu. Roho ya kiburi, hama, toka katikati ya watu hawa, kila kilichowazuia na kiamuru kitoke mbele yao, wape kushinda, wape kuvuka, wape kuendelea, wape kufanikiwa katika jina la Yesu. Hebu sema, nasafisha njia yangu, nasafisha njia yangu mwaka 2025 kwa jina la Yesu. Nafagia njia yangu, njia ya mafanikio mwaka 2025 kwa jina la Yesu. Kwenye kila eneo natangaza kustawi, kwenye kila eneo natangaza baraka, kwenye kila eneo natangaza shwari kuu, kwenye kila eneo natangaza kubarikiwa katika jina la Yesu. Uwe uchawi nimeufuta, nimeuchoma kwa moto wa Roho Mtakatifu. Uwe uadui nimeuteketeza, viwe vizuizi vya kiroho, vya kimwili, vya watu na viharibu, havitanizuia mbele yangu kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Navua utu wa kale, maisha ya kale, tabia za kale, kila kushindwa, navua hiyo roho ya kushindwa, naivua kwa jina la Yesu, navua hiyo roho ya aibu mbele yangu, kila aibu iliyopangwa kwenye maisha yangu, naivua. Vua aibu yote, vua aibu kwenye maisha yako, vua aibu ya watoto wako, rapa kosheteliana, vua aibu ya watoto wako, vua hiyo aibu kwa jina la Yesu, isiwe kwenye nyumba yako. Aibu yoyote iliyopangwa na shetani, iondoe kwa watoto wako, wa kike na wa kiume. Vua aibu yoyote juu ya watoto wako, juu yako, juu ya kazi, juu ya biashara. Vua kila aibu kwa jina la Yesu, vua kila aibu kwa damu ya Yesu, vua kila aibu kwa jina la Yesu. Baba, tupe heshima, tupe kuheshimika. Baba, tupe heshima. Baba, tupe kuheshimika katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu. Haya, vaa heshima kwa jina la Yesu, vaa heshima kwa damu ya Yesu, vaa heshima juu ya watoto wako, vaa heshima juu ya ndoa yako, vaa heshima kila mahali, vaa heshima kwa jina la Yesu, vaa heshima, kuheshimiwa kwa watu hawa, kuheshimiwa kwa damu ya Yesu, kuheshimiwa kuwe juu yao, iwe vazi lao, kuheshimiwa kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, Vaa vazi la heshima, vaa vazi la utukufu, vaa vazi la utukufu katika jina la Yesu Kristo. Amen. Bwana Yesu asifiwe.